Niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse tena. Mfalme wa falme, umetukuka Masihi, na mimi ninakushukuru. Ninasema asante kwa ajili ya siku sana majira haya. Asante kwa kutupa neema na kibali tukawepo kwenye uso wa nchi. Hatukustahili kuwepo, tumekuwepo kwa rehema na neema zako. Na mimi Yesu ninakushukuru. Asante kwa ajili ya sana majira haya ambaye Yesu umetupa kukusanyika imani mwako, ili Yesu tusikie yale ambayo unataka kusema nasi jioni ya leo. Tazama Yesu, saa yako imefika Mfalme. Watoto wako tuko tayari kula na kunywa mezani pako. Ninakusihi Yesu, maneno yako yanapoenda kupita sasa, na achilia damu yako kwenye anga Mfalme, na achilia damu yako kwenye hali ya hewa na kwenye hili eneo. Moto usiozimika mahali hapa ukashuke Jehova Shama. Ndipo Yesu wa Nazareti, kipindi hiki na kikabidhi kwenye madhabahu ya mbinguni. Ile madhabahu inenayo ushindi, ikanena ushindi juu ya kila mmoja. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu, na watu wote tuseme amen. Na nikaribishe watu wote mlioko Yerusalemu katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Nikaribishe watu wote wanaotazama kwenye mitandao ya kijamii ya YouTube, Facebook na Instagram kwa anwani ya mtumishi Beni kokote duniani katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumepata neema. Kwa najiuliza na mimi, je, tutapewa neema ya kujifunza? Maana nimezunguka huko kwa watu wengine nikifanya semina, na kuna watu walikuwa wameniomba niwe na semina na wao, lakini nikagoma. Nikawaambia hapana, na mimi niko nyumbani. Tunakula na kunywa na watoto wa Bwana Yesu. Kitabu cha Isaya nabii, mlango wa 66. Soma katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Isaya mlango wa 66 mstari wa kwanza na wa pili. Amen. Bwana asema hivi. Bwana Yesu anasema maneno haya. Mbingu ni kiti changu cha enzi. Huko mbinguni unakoona ni kiti chake, ndio huwa anakalia tena cha enzi. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Na hii dunia unapoona mimi ninakuja hapa na sujudu mpaka ardhi, huwa naingiza kichwa changu chini ya miguu yake, maana ndio ameweka. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Je, watu mnaweza kujenga jengo la namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Na mimi mnaweza kumjengea huyo Yesu mahali pa kupumzika pa namna gani? Maana mkono wake ndio uliofanya hivi vyote. Ndio umefanya kila kitu unachokiona. Vitu hivi vyote vikipata kutokea, asema Bwana. Paka vikapata kutokea, asema Bwana. Ishia na amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kichwa cha somo, ukombozi wa mikono. Ukombozi wa mikono. Unaweza kunyoosha juu kidogo ili ujue una mikono. Hiyo mikono Yesu kuna kitu ataitendea. Hujawahi kujua wewe. Sema amina. Hiyo mikono. Nimesikia kitabu kilichosoma 66 mstari wa kwanza na wa pili, kitabu cha Isaya. Yesu anauliza jambo moja. Kwanza anajieleza kwamba mbingu unayoiona ni kiti chake cha enzi. Alafu hii dunia ni mahali ameweka miguu yake, footrest. Alafu anauliza, nyie mnaweza kunijengea nyumba ya namna gani nikaishi? Maana ni kama anachotaka umjengee ndani yako, maana hizi za kujenga hivi hazimfai. Nyumba pekee anayoitamani ni hiyo ya kwako, akae ndani yako. Mmenielewa? Mmenielewa? Bwana Yesu atusaidie. Akina akaenda mwisho akamaliza. Akasema kila kitu unachokiona ukiwemo wewe ni kazi ya mikono yako. Sema amina. Kwa unaweza ukaona, nataka nifundishe ukombozi wa mikono, ni kuonyesha mambo fulani ili ujue tunatoka wapi. Bwana atusaidie sana. Sasa kwa tafsiri fupi, mikono yoyote ni miongoni mwa viungo tendaji katika maisha au mwili wa mwanadamu. Katika viungo vinavyotenda kazi usiku na mchana,
Hata ukiwa umelala ujijui ni mkono. Unaweza ukajikuta kama unaokucha mbaya ulijikwaruza. Kwa hiyo miongoni mwa viungo tendaji katika mwili wa mwanadamu ni mikono. Amen. Amina. Kwa hiyo tafsiri fupi, wewe unalala. Tafsiri fupi. Mikono ni miongoni mwa viungo muhimu au viungo tendaji katika mwili wa mwanadamu. Sasa usikilize, tunaposema ukombozi wa mikono, maana yake kitu chochote kinachokombolewa kina eneo kimetekwa, aidha kwa siri au waziwazi. Kitu chochote kisikia ukombozi kimetekwa, aidha kwa siri au waziwazi. Mpaka tumalize semina hapa, utaleteana maji hapa. Mtaniletea tu maji. Nasema mtaniletea maji hapa. Niambie kunywa. Amina. Yesu atusaidie. Sasa mfano mikono yako inaweza ikafungwa pingo hadharani na ukapelekwa mpaka mahakamani. Si ni waziwazi? Akina nataka nikwambie mwanadamu unayemwona akiwemo wewe, nisikilize. Ana mtu mwingine wa rohoni anayeishi ndani yake. Kwa hiyo una mikono ya rohoni. Asa kinachowinda cha kwanza ni mikono ya rohoni. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie. Wacha nikupe aina kidogo za mikono. Aina za mikono. Mkono wa Bwana Yesu. Mmoja wapo ni mikono ya Bwana Yesu. Biblia inasema tumeumbwa kwa sura na mfano. Si ndio? Maana hii sura kama mimi nina mikono naye anayo. Amen. Kama nina mikono naye anayo. Amen. Kitabu cha Isaya mlango wa 59 mstari ni ule wa kwanza. Amen. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka. Mkono wa Bwana Yesu haukupungua. Wala usiweze kuokoa. Huo mkono wake haujapungua hata kushindwa kuokoa. Wala sikio lake si zito. Na wala sikio lake sio zito. Hata nisiweze kusikia. Hata asiweze kusikia. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Amesema mkono wa Bwana si kumbe Bwana Yesu ana mikono mirefu. Nilitaka kudhibitisha tu kwamba ana mkono. Sina kelele nyingine, mwambie amedhibitisha. Mwambie mwenzako amedhibitisha. Anasema mkono wa Bwana si nini? Hata usiweze kufanya nini? Kumbe mkono wa Bwana una nguvu ya kuokoa. Na watu wanaokolewa wakiwa mahali pagumu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona mkono? Tena mbele. Simekwambia kuna aina za mikono Bwana. Twende. Kwa hiyo huo mkono ambao tumesema, huo ndio umeumba mbingu, umeumba nchi na vitu vyote vinavyoonekana ukiwemo wewe. Amen. Ugali unasongwa na miguu na mikono. Basi alikufinyanga kwa mikono yake. Amen. Amina. Hebu angalia alivyokubonyeza hicho kichwa, kikakaa vizuri. Si ndio unakiona? Ni yeye alikutengeneza. Si unaona kama cha kwangu hakina hata nywele. Bwana atusaidie sana. Ninataka nifundishe. Ya pili ni mikono ya wanadamu. Hapa ndio kuna maneno. Mikono ya nani? Ukiwemo huo wako. Torati 8, kumbukumbu la Torati, mlango wa 8. Amina. Nasoma kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 17 hadi wa 18. Amen. Hapo usiseme moyoni mwako. Hapo sasa wewe sasa usije ukasema kwenye moyo wako, nguvu zangu na uwezo wangu. Nguvu zangu nilizokuwa nazo mimi na uwezo wangu. Mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Na mkono wangu ndio umenipatia utajiri huu. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Bali utamkumbuka Bwana Yesu Mungu wako. Maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Maana yeye ndiye anaipa mikono yako nguvu za kupata nini? So, ili
alifanya imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Ili alifanya imara agano ambalo amekupa wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimethibitisha ya pili kwamba hiyo mikono yako imeandikwa kwenye Biblia. Amen. Hapa ni kama alikuwa anataka kuonyesha kwamba kuna mambo ambayo Yesu akiyafanya kwako ukifanikiwa, usije ukasema ni nguvu zako na mikono yako. Amen. Sasa unaweza ukaona kumbe mikono ya wanadamu imebeba nguvu ya utajiri. Hata wanataka kunielewa, sijui. Mmefunga wengi. Mikono ya mwanadamu imebeba nguvu ya kupata utajiri. Mmoja alinielewa kwamba mikono ya wanadamu imebeba nguvu ya kupata utajiri. Bwana Yesu atusaidie. Na mimi nafundisha ukombozi wa mikono, kwa lazima nifundishe kwa mwalimu kinani, kwa jicho la mwalimu. Yesu atusaidie. Twende kwenye Kutoka 32 mstari 1 au 11. Naweka msingi wa kumaliza na kuanza mwaka mwingine. Tasoma katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Musa akamsihi sana Bwana Yesu, Musa anamsihi sana Bwana Yesu, Mungu wake, ambaye ni Mungu wake, na kusema hivi: Bwana Yesu, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako? Kwa nini hasira zako ziwake juu ya watu wako? Uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uwezo mkuu. Uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uwezo mkuu. Na kwa mkono wenye nguvu. Na kwa mkono wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba hayo nimechanganya, alitakiwa kuingia hapa. Nataka nikwambie mwanadamu ana mikono miwili. Sawa? Inayoonekana. Inafanya nini? Una mtu mmoja amehama huko. Lakini una mikono mingine ya rohoni ambayo haionekani. Amen. Kwenye macho ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Una mikono mingine ya rohoni ambayo haionekani. Biblia inasema kuna mtu wa ndani. Amen. Na kama mtu wa ndani yupo, ana kinywa, ana mikono, ana kila kitu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Hebu muulize mwenzako, unamuelewa mwalimu? Ndio maana Biblia inasema tumeumbwa kwa sura na mfano wa Bwana Yesu, si ndio? Hivyo mikono ya rohoni, nisikilize, ikisha najisika au ikiharibika, ndiposa matokeo unayaona kwenye damu na nyama, kila kitu kiharibika. Mikono ya rohoni ikinajisika, kila unatolotia mkono. Na nataka nikwambie, sikilize, imani ina mikono. Kinywa kina mikono. Tumbo lina mikono. Linashikaje ujauzito kama halina mikono? Acha ushamba. Ndoa ina mikono. Kazi ina mikono. Hivi mnanielewa? Huduma kama hii ina mikono. Ulimwengu wa roho. Biashara zina mikono. Ngoja nianze kudili na mikono hapa, utafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mikono ya roho ikifanikiwa kukamatwa na adui, matokeo tutayaona kwenye damu na nyama. Amen. Matokeo tutayaona kwenye damu na kwenye kazi zako. Ndio tutajua hii mikono imekamatwa au iko okay. Yesu asifiwe. Amen. Kila generator ni generator, si ndio? Ya taa moja ni nini? Ya taa 10 ni nini? Kubwa kama hii ya kwetu ni nini? Inayokaa TANESCO ina supply umeme ni nini? Lakini zinatofautiana nani? Si ndio? Si unaona eh? Sasa nisikilize. Kila mchungaji naye ni mchungaji. Hao amesomea, hao ameitwa, hao amejiita mwenyewe. Ni nani? Mchungaji. Hata ukiamua tu ukaamka asubuhi ukajiita mchungaji, hatuwezi kukupeleka polisi. Si unanielewa? Kinachotofautisha ile mikono ya Yesu inayokaa ndani yako. Hicho kitatuambia wewe ni nani. Saa nyingine tunakuwa ni generator lakini mbovu, haizalishi moto huo. Unaweka mpaka saa nyingine wana shingo ya wanafanya wanakupigiza kona. Ukitoka mishipa ya shingo ni kwamba unaenda kukanda. Kwa sababu hiyo generator haina chochote. Mikono iliyoko ni ya kibinadamu. Unaanza kujabuja.
Kuna mmoja hajanielewa. Naomba nipande juu ya huu mwimbara anielewe. Ngoja. Bwana Yesu atusaidie. Hivi umenielewa huko nilikotoka kote? Kwa hiyo nataka tu unikulete. Nataka nikulete kwamba mikono hiyo, mikono ya roho ndio kila kitu. Naenda mbali sana. Nijenge uwanja, watu tukae uwanjani. Nimeamua kustiki hapo kwamba hata wachungaji wote tutajuaje kwamba mikono ya Yesu amebeba hawa hajabeba? Kwenye matokeo ya damu na nyama atakapokuja kumleta Yesu hapa, ndio tutauona mkono wa Yesu ambao tumeambiwa huo sio mfupi. Utakapokataa kuja hana. Naeleweka? Tena kwa mkono wa Yesu ndio umefanya hivi vyote. Maana mtakapokuja hapa kama mkono wa Yesu haupo, hamtaona upaji wa jambo hili. Natengeneza watu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza hata ukawa na mikono lakini ni mibovu. Ngoja nitumbukie niingie ndani ambako si. Wewe unafikiri kwa nini watu wengine walishika milioni wakafanya kazi na wakaenda mbele, lakini wewe ulishika unadaiwa? Nimefunga mguu nilikuwa napita. Bwana Yesu asifiwe. Yaani leo sitaki kuhitaji. Kuna aina 10 za mikono ambayo kila mtu hapo utamkuta naye. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Sasa hivyo mikono yako inapofanya kazi, alafu tukaona matokeo ni sifuri, tunajua hii mikono kuna shida. Nakueleza ukweli. Kama mkono wa Bwana una nguvu ya kufanya hivi vyote, na sisi tulioumbwa kwa sura na mfano wake, lazima tuwe na hiyo nguvu. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kama Biblia inasema Yesu alikuwa tajiri, akafanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Tukiona hakuna mafanikio, kuna shida kwenye mikono yetu. Kama Biblia inasema Yesu atabariki kazi za mikono yetu, na mikono tunafanya mpaka tunatoka jasho la damu na hatuoni baraka, kuna shida. Kuna shida. Itakuwepo. Kuna mahali ambako. Na mimi nitakuonyesha mikono kuna upana mpaka inavyonajisika. Bwana Yesu atusaidie. Kuna siku inabidi nifukuze watoto wote tubaki watu wazima. Bwana Yesu atusaidie. Sasa nisikilize kidogo. Mikono ya Bwana Yesu, hebu twende tu hata kwenye Marko 6. Ili tu nimalize hapo nianze ya wanadamu. Nataka nianze na hasira na ya wanadamu. Amina. 36 mpaka 44. Karibu. Amina. Nasoma katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Mikono ya kinywa chako kama hakina mikono, hata amina utaisikia. Maana si imekata. Amina. Waage watu hawa. Tuage waage kweli. Ili waende zao mashambani na vijijini. Waende vijijini kwao. Kando kando wakajinunulie chakula. Waende wakanunue chakula. Akajibu. Akawaambia. Wapeni ninyi chakula. Nyie wapeni nini chakula kwa mikono yenu? Wakamwambia Bwana Yesu. Je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Tukaenda kununua mikate 200 ambayo imekatokatwa silesi, tuje tuwaletee hao watu. Akawaambia Bwana Yesu akawaambia wanafunzi. Mnayo mikate ni ngapi? Mna mikate mingapi hapo? Endeni mkatazame. Endeni mkaangalie. Walipokwisha kujua wakasema. Walipokujua kwamba wana mikate mingapi wakarudi wakasema 5 na samaki 2. Iko mikate 5 tu hapa, lakini tuna na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote. Waambie nao watu wakae. Vikao. Wakae makundi. Penye majani mabichi. Alafu wasikae mahali panajua, wakae kwenye kijani kibichi. Wakaketi safu. Wakakaa kwa roho kama hivi mlivyo, safi. Hapa 100, hapa 50. Wakakaa watu 50, wakakaa wengine 100, wengine na kuendelea. Akaitoa ile mikate 5. Akachukua mikate 5 alioletewa. Na wale
samaki wawili. Akachukua na pisi mbili za samaki. Akatazama mbinguni. Alafu akatazama mbinguni. Akashukuru. Akainyanyua juu akashukuru. Akaimega ile mikate. Akamaliza akakatakata. Akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Akawapa wanafunzi wake wawagawie. Na wale samaki wawili akawagawia wote. Na wale samaki wawili wakagawa wote. Wakala wote wakashiba. Wote, watu wote hao wakala wakashiba. Wakaokota vipande vilivyomegwa. Wakaokota makombo sasa yaliyomegwa. Vya kujaza vikapu 12. Kwa ajili ya mazingira, maana ilikuwa wamepewa kiwanja mahali wanahubiria, wasiache uchafu. Wakaokota vikapu 12 masazo. Na vipande vya samaki pia. Bado kale samaki wawili bado wakaokota na wengine wamebaki. Na walioila mikate ile, na watu wote waliokula hiyo mikate wapata 5,000 wanaume. Wangapi? 5,000 wanaume. Wanaume ni 5,000. Amen. Ishia hapa. Hujaweka wamama na watoto? Mikate mingapi? Na samaki wangapi? Ikabaki vikapu vingapi? 12. Unaweza ukasema amen. Amen. Angalia mikono ya Yesu ilivyo na maongezeko. Mikono ya Yesu ni mikono ikiingizwa mahali, inatoka na faida, inatoka na masaso. Nataka nikuonyeshe picha ya mikono unayotakiwa uwe nayo, ili uko mbele unielewe. Mikono ya Yesu, angalia, analetea mikate 5. Watu ni zaidi 5,000. Na samaki wawili, alichofanya akainyanyua juu kama haya mawe. Akamwambia akasema ninashukuru. Menitia nguvu nimeupili. Na sasa naogawia. Akawapa. Mikono iliyonyanyua iliposhusha, faida ikaja. Masazo yakaja. Yaani wabaraka nini? Mpaka Mbeya walikula. Kwa sababu ilibaki. Maana nataka kuambia nini? Aina ya mikono unayo inatakiwa iwe mikono inaongezeko. Kuna mtu mmoja amenielewa? Sasa lazima uanze kujiuliza, mbona 10,000 ikiingia sijiwaga hata chenji imeishia wapi? Lazima uanze kujiuliza, 10,000 yenyewe nikishuka hivi, nikirudi sijui hata senti wapi. Ili tutafute una aina gani ya mikono. Ninataka kukuonyesha mikono ya Yesu ilivyo. Ni mikono ya maongezeko mpaka inabaki ya kumpa adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si watu wote mna mikono hapa? Sema amina. Amen. Unaweza ukaona sasa aina ya mikono. Kwa nini hata ukiingia kwenye mifugo wewe haiongezeki? Kwa nini ukiingia kwenye biashara unatoka na madeni? Kwa nini isiwe kama hii ya Yesu? Na kuna mikono mingine, unawahi kusikia mikono yake ana mikono mibaya. Mpe chochote, kitarudi kinangeu. Yaani hata akiingia kabatani kwako, jipange maana kuna vikombe vitaenda jalalani. Mpe gari siku moja, utaipeleka gereji itatengenezwa miezi. Mikono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usiwe ya maongezeko? Watu wangapi mmeingia kazini maana ninaamua kufaji sasa. Mnaingia amdumu. Ukishika kazi hivi nategeza. Japo sitakwambia aina ya mikono. Watu wangapi ambao wanawajua mikono yao haingiagi kazini. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja bwana nikiwa pale mahakamani. Usiniulize nilifuata nini. Nikiwa wapi? Wewe ni hakimu unataka kusema. Siku moja nikiwa pale mahakamani, tikisa mtu mmoja mwambie mtumishi anatoa ushuhuda. Tikisa mtu mmoja mwambie mtumishi anatoa ushuhuda. Mtikise huyo ambaye basi wewe utamtoa nje. Bwana Yesu asifiwe, amemtoa na bati. Akaja mtu mmoja mjinga. Kuna bwana mmoja alikuwa ameshtakiwa wa madini. Alafu nisikilize tu. Alipokuja akatukuta tumesimama. Tuko na rafiki yangu mmoja. Anza sasa vipi wewe? Akamwambia sasa nimekuja huku nimeambiwa jamaa ameshtakiwa. Kwani huyu jamaa nilimuhusiaga maeneo yangu na vitu vyangu. Sasa akanipa hela ya moto. Hata boda sina sasa hivi nimepanga. Alikupa shilingi ngapi? 300,000. Lakini
Nipo hewa ya moto. Ya moto wapi? Hivi ana shida ya mikono. Watu hawamjanielewa. Kuna watu wenye mikono ya moto, wape hewa sasa hivi uone. Hapo unaweka kichwa ya GB moja. Akipata 10,000 anavalia kiatu wakati anatoka na soksi. Anawahi. Ni 10,000 imeingia. Kama ni mzee wetu ni kwamba utasikia ngamse ngesha baadaye gani hayupo. Ana kivaa anaondoka. Mikono imeshaanza kuwasha. Zitaisha saa ngapi? Ndio arudi nyumbani. Hivi unaelewa? Hairuhusu zikae huko mfukoni. Kwa nyumbani. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Wewe unaweza kuona aina ya mikono. Kwa nini watu wengine wanaingia shambani wakafanikiwa? Wewe umeingia hujafanikiwa. Acha unakokimbilia, turudi kwenye mikono. Bwana Yesu atusaidie. Hayo mikono Yesu ni ya maongezeko. Mikate 5 watu 5,000. Wewe 500 wazikutoshi wewe mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie. Ng'ombe huyu akifugwa na mtu mwingine anatoa lita 20. Ukifuga wewe anatoa glasi 2. Unakamua mpaka damu inatoka. Hata ng'ombe akikuona anaruka. Hata. Maana aina ya mikono ulionayo. Wengine wakianzisha sauli, watu wakienda wewe ukiwashika nywele zinapukutika, wao hawaji tena. Na dili na mikono, kila mkono ambao uliwahi kuguswa na shetani, Yesu atapita katikati alafu ataitengeneza. Basi nafika. Na kuambia hivi, kama naongoza watu nimeitwa na Yesu. Hii mikono hapa lazima ifanane na Yesu. Lazima kila mtu amiliki na vitawala, lazima. Ya kukata tutaikata ikibidi. Bwana Yesu asifiwe. Sijaingia kwenye somo, yani ninatekeleza mazingira ili umwambie na mwenzako usipite. Bwana Yesu atusaidie. Mikono hii ndio imepewa kumiliki. Kwa nini wengine wamemiliki vitu fulani wao hujavimiliki? Sasa nitakuja kuambia kwa nini hujamiliki. Utakuja kujua eti kwamba kuna na mikono ya kono. Tuacha hapo, nisivujishe siri. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa sikiliza, si kuna mahali Biblia inasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa. Alafu watapokea nini? Kwa nini kila mtu asiweke? Kwa sababu wale wanaoambiwa wana mikono ya Yesu ndani yao. Imebeba uzima. Hivi mnanielewa? Kwa mikono hii mikono unavyoiona sivyo ambavyo inatakiwa. Shetani amegundua hii mikono ni ya Yesu, ameingiza kitu. Kuna virus wako kwenye mikono ya watu. Na virus ndani ya siku 5 hatabaki hata moja. Hata alijificha kwenye mkono. Hata alijificha wapi? Hata baki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ina aina hii mikono. Na kwa taarifa yako tutaanza na mikono ya mtu mmoja anaitwa Kaini. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Naomba nimalize kwenye mikono ya Yesu nionyeshe kitu fulani. Nikiweza kuonyesha hicho nimalize. Mfalme wa kwanza mlango wa 18. Mstari wa 46. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Mkono wa Bwana Yesu ulikuwa juu ya Elia. Maana yake ilikuwa hivi, ngoja. Njoo mtu mmoja. Njoo bauza. Ngoja, wewe nione. Safanye hivi. Maana yake njoo. Hii ni mikono yake. Maana ya Bwana Yesu ilikuwa juu yake hivi. Inaanzia juu inakuja mpaka wapi? Hebu nyanyua hivi. Hebu soma. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Mkono wa Bwana Yesu ulikuwa juu ya Elia. Akajikaza viuno. Alafu akaweka imani nzuri. Akapiga mbio mbele ya Ahabu. Alafu akaenda mbele ya adui yake Ahabu. Mpaka kuingia Yezreeli. Mpaka akaingia Yezreeli. Nataka nikuonyeshe mkono wa Bwana Yesu unatakiwa uwe juu yako. Ukishakaa juu yako unapita mbele ya adui. Haijalishi ni asubuhi, haijalishi ni mchana, haijalishi ni jioni, ushindi utakuwa kwako.
nataka kuonyesha mkono wa Bwana Yesu ikitembea na mikono yako, ushindi upo. Hata kama ni jioni. Wabebe tuna mikono kwenye ulimwengu wa roho. Ndio inayosababisha vingine vinaonekana kwenye mikono ya damu. Lakini mikono ya ulimwengu wa roho, nataka nikwambie, kianza kupigwa hapa, hakuna kitu tutafanya. Ndio hii sasa inawezekana una mikono ya Kaini. Na mimi nimeanzia mikono ya Kaini. Mikono ya Kaini. Nani mkono alimwaga damu? Maana mikono ya Kaini inaenda na watu 77. Mimi ile nasema tena, hata ukijifanya ukahamia Marekani, hiyo roho inapata magurudumu, inaruka na wewe. Usifikiri inaogopa usome. Soma mpaka uwe profesa. Lakini nataka nikwambie, mikono ya kwako ikiwa ya Kaini, huvuni kitu. Muda umeisha. Taendelea hapo kesho. Unaweza ukaona watu wangapi hivi, unajua historia yako vizuri. Watu wangapi ambao wanadaiwa damu. Wacha wanaua kwa risasi, wako kibao. Alafu tunajiuliza kwa nini watoto wao hawapokei. Hao wakipokea hawadumu na hicho kitu. Kumbe mikono ya Kaini inatutesa. Watu wana mikono ya Kaini hujawahi kuona. Kwa nini wao wajenge, wasijenge na za kwao? Kwa nini wanafanya biashara? Yaani hapo nimeanzia kwa Kaini, tunaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako.